Bwana, baadhi ya watu wanaonyesha uchokozi fulani hapa kwenye mtoto huyu wa Wema Sepetu sababu katika pitapita zangu mtazamaji, nimeweza kukutana na baadhi ya video na baadhi ya comment. Watu wanasema kwamba ule wimbo ulioimbwa na msanii Bahati Bukuku sasa hivi ni kama umeweza kuwa wa kweli. Unakumbuka ule wimbo Bahati Bukuku aliweza kuimba akisema maamuzi yako matokeo ya kesho, amua vyema upate mema. Bwana, wimbo ule alikuwa anamzungumzia yani mwanadada fulani ambaye alikosa mtoto. Alitafuta mtoto kwa miaka mingi, yani kwa muda mrefu tu, hadi akakata matumaini ya kupata mtoto. Alafu mwisho wa siku kuliweza kutokea rafiki yake akaweza kumwambia basi nitakupeleka kwa mganga. Huyo mganga ni mambo yote, yani mganga ni hatari sana, atakusaidia kupata mtoto. Lakini huyu mwanadada hakumueleza kuwa kuna hatari zake. Sasa akamchukua akaweza kumpeleka kwa mganga. Baada ya kumpeleka kwa mganga akaweza kufanikiwa kupata mtoto. Lakini yule mtoto bwana akawa ni wa maajabu ajabu, sababu mara ya kwanza alivyozaliwa tayari yeye alizaliwa akiwa na meno. So unajua mtazamaji, sio hali ya kawaida hii. Kuna wale wanao comment hapo chini wanasema hiyo ni kawaida, sijui ni kawaida. Mwingine anazaliwa na vidole sita. Vidole sita hiyo ni kawaida, lakini kuzaliwa na meno mtazamaji sio kawaida. Sasa yule mtoto akawa ni mtu wa vituko. Sasa siku moja akawa alivyokuwa anamnyonyesha, basi yule mtoto akamng'ata ama akamuuma. Baada ya kumuuma yule mama mwili wote ukakufa ganzi, na baada ya kufa ganzi alipelekwa kwa mchungaji ama kwa pasta kwenda kuombewa, basi akaambiwa huyu mtoto sio mtoto wa hivi, huyu ni mtoto wa kimiujiza wa kijinijini. Na pasta baada ya kumwombea, basi mtoto yule aliweza kugeuka nyoka mkubwa ama joka kubwa. Sasa hii ni story ya Bahati Bukuku. Kuna wimbo wake unaitwa Sidula. Huo ndio ujumbe aliokuwa anaofikisha Bahati Bukuku, na siku hizi zamekimya sana Bahati Bukuku, sijui yupo wapi. Sasa kuna watu ni wachokozi hapa mtandaoni. Naona sasa hii taarifa ya Bahati Bukuku ama huu ujumbe ambao Bahati Bukuku aliweza kupitisha kutokana na wimbo wake, kuna wengine wanaweka huu ujumbe kwa msanii Wema Sepetu. Jamani, sio kweli jamani, acheni uchokozi wa namna hiyo. Wema Sepetu Mungu tu kamjalia, ameweza kutafuta mtoto muda mrefu na sasa hivi ameweza kumpata mtoto. Kwa hiyo basi naona ni jambo zuri tu la kumshukuru Mungu. Sidhani ya kwamba itakuwa ni Wema Sepetu ameweza kwenda kwa mganga ili kutafuta mtoto. Sidhani kama Wema Sepetu ana tabia hizo, kwa sababu angekuwa na tabia hizo basi angekuwa alishafanya tokea kitambo. Lakini Wema Sepetu ni mtu ambaye anampenda sana Mungu, kwa hiyo ameweza kupiga magoti kuomba, na mwisho wa siku ameweza kufanikiwa kumpata mtoto huyu wa kiume kutoka kwa mpenzi wake ambaye anajulikana kama vile Whozu, ambaye pia wengi wanamjua kama ni msanii pia. Whozu msanii mzuri tu, anazidi kufanya vizuri, na sasa hivi yeye ni baba kwa mara ya pili, sababu tunaelewa mara ya kwanza aliweza kupata mtoto na dada fulani ambaye anajulikana kama vile Tunda kabla hawajaachana. Bwana, zidi kusubscribe na zidi kukujulisha mambo mengi.